katika matukio ambayo yameripotiwa katika vituo vya polisi na uchunguzi wa kina kufanyika na walioripotiwa kupotea kupatikana wakiwa hai na wengine wakiwa wamekufa, hadi sasa ushahidi kwa baadhi ya matukio yameonyesha sababu zake ni kujiteka, wivu wa mapenzi, imani za kishirikina. Bwana, huyo ni msemaji wa jeshi la polisi anaitwa David Misime kwa siku ya jana wakati anatoa taarifa kuhusiana na watu kupotea. Miongoni mwa vitu ambavyo David Misime ambaye ni msemaji wa jeshi la polisi amelizungumza, yamezungumzia bana sana watu ambao wanapotea. Akasema kwamba wengi wa watu ambao sasa hivi inasemekana hawajulikani walipo au wamepotea ni kwamba wanajiteka wenyewe. Yaani miongoni mwa watu ambao inasemekana kama wametekwa au hawaonekani walipo, kwa mujibu wa jeshi la polisi chini ya David Misime ambaye taarifa aliweza kuitoa kwa siku ya jana, amesema kwamba watu wengi wanajiteka wenyewe kwa sababu mbalimbali. Akawataja baadhi ya watu ambao waliweza kujiteka wenyewe, akiwemo pia Sheikh, lakini Zuberi, lakini pia akawataja pia na watu wengine. Lakini watu wakawa na hoji kwamba kama watu wanajiteka wenyewe, vipi kuhusiana na Ali Kibao? Je, alijiteka mwenyewe? Lakini pia akawa anatoa pia baadhi ya pamoja watu mbalimbali akawa anatoa pia baadhi ya maswali. Wakawa wanasema pia vipi kama watu wanajiteka wenyewe, vipi Mdude na yeye amejiteka mwenyewe au inakuaje? Ni miongoni mwa maswali ambayo sasa hivi yanazungumzwa. Lakini miongoni mwa taarifa iliyotolewa kama ulivyosikia hapo, alisema kwamba watu wanajiteka wenyewe. Lakini kwa upande wa Gwajima, tunafahamu Gwajima pia alitoa taarifa ya watu kupotea, watu kutekwa, na taarifa ile ilizua na iliibua maswali mengi zaidi ambayo mpaka kila mmoja alikuwa anauliza vipi hii itakuwaje. Utakumbuka pia Gwajima alizungumzia kuhusiana na watu kupotea, watu kutekwa, lakini ikapelekea pia mpaka makanisa yake yote ya Ufufuo na Uzima yakafungwa. Sasa baada ya makanisa yake ya Ufufuo na Uzima kufungwa, jeshi la polisi pale makao makuu Dar es Salaam kwenye kanisa la Ufufuo na Uzima iliweza kufunga kanisa hilo. Lakini pia kwa mujibu wa Askofu Tege, yeye ni miongoni pia mwa watu ambao wanatunza hazina na pamoja na masuala ya fedha, yeye alizungumza akasema kwamba jeshi la polisi lilivamia, yani waliwavamia na wakavunja mlango ambao kulikuwa kumehifadhiwa mali za kanisa, na baada ya kuvunja wakavunja kufuli, alafu akamaliza wakaweka kufuli lao. Kwa hiyo kwa mujibu wa Tege amesema kwamba vitu vyote sasa hivi wa kanisa viko chini ya jeshi la polisi. Kwa chochote kile ambacho kitatokea, basi jeshi la polisi litahusika kwa namna moja ama nyingine. Hivyo ndivyo hali ilivyo hapa kwetu nchini Tanzania. Hali ya siasa iko hivyo na mambo ni mengi kweli. Maoni yako ni yapi juu ya haya ambayo yanaendelea nchini, watu kujiteka wenyewe, jeshi la polisi pia kuzingira na kudhibiti kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo liko chini ya Gwajima? Niache maoni yako hapa, lakini kubwa zaidi usisahau na kusubscribe channel yetu ya PM Basha TV. Subscribe channel yetu ya PM Basha TV. Na leo mtanizo tunazungumzia ndio